Bwana wetu Yesu Kristo, ninakuinua na ninakutukuza. Umejaa utukufu na nguvu, na wewe ndiye kibilio, wewe ndiye mwenye nguvu na mwenye haki katika mambo yote. Asante ni kwa sababu wewe ndio uliweza kutuchagua kulingana na kitabu ya Romans 15. Wewe ndio ulituchagua na ukaweza kutuleta pamoja. Na wakati ulipotuleta pamoja, Bwana wetu Yesu Kristo, umetuunganisha tukawa mtu mmoja pamoja nawe. Umetuingiza ndani yako, ndani ya mwanao Kristo Yesu, ndio sisi wote aweze kuwa mtawala wetu. Yeye ndiye Bwana, yeye ndiye Kristo yule aliweza kutangulia watu wote katika ulimwengu tulio ndani yake, akatufanya sisi wote kuwa wana, na akafanya tukaweza kurithi ufalme wa mbinguni kama vile naye alivyourithi. Asante ni kwa sababu jina lake Bwana Jehova Jireh limeshakuwa jina letu, ufalme wake umeshakuwa ufalme wetu, nguvu zake na mamlaka yake yote imeshakuwa mamlaka yetu. Ni kwa sababu yeye alitupa nafasi hiyo na kibali hicho wakati ule aliambia mitume katika kitabu ya Mark 16 na Matthew 28 ya kwamba enendeni katika ulimwengu wote mkawafanya watu wangu kuwa wanafunzi wangu, na mkawabatize wote wale watakaoamini wabatizwe, na wale wote watakao amini wataweza kuokolewa, na wale watakataa wataweza kuwa damu. Kwa hivyo Bwana wetu Yesu Kristo, ninashukuru Bwana ni kwa sababu ya neema yake ile ametufanya tukaweze kuipokea katika wema wake na katika fadhili zake. Ni kwa neema Bwana Jehova Jireh sisi tunaitwa wana wa Mungu, na ni kwa neema sisi tumefanywa kuokoka. Ni kwa neema sisi tumeponywa. Ni kwa sababu Bwana Jehova Jireh katika haki, katika mapenzi yake tumefunguliwa kutokana na hali yote ile ilikuwa inayopinga maisha yetu na kutuzuilia kuendelea na kufanya mapenzi yako Bwana Jehova Jireh. Wakati ule tulikuwa chini ya sheria. Sheria haikutufanya tukaweza kutambua, sheria haikutufanya tukaweza kuelewa mapenzi yako hata kidogo Mtakatifu. Lakini wakati ule sheria iliondoka, tumetambua mapenzi yako na tumetambua Bwana Jehova Jireh kazi yako ndani yetu ni kazi Bwana Jehova Jireh ile iliyo na neema kuu na mamlaka makuu na uwezo mkuu na mapenzi ya ajabu Bwana Jehova Jireh kupitia Roho wako Mtakatifu. Na kuinua na kutukuza asubuhi ya leo ni kwa sababu Bwana watu wote Bwana Jehova Jireh wale wanaoamini katika neno lako wamefunguliwa na wameponywa na wamepewa kibali ya kufanya kazi yako Bwana Jehova Jireh pasipo kujisukumia, ila Bwana Jehova Jireh ni kwa Roho Mtakatifu. Kwa neema yako tunaweza Bwana mfalme wa ajabu kunena mausia yako na kunena yale yote uliyoyapanga wakati kabla ya msingi wa ulimwengu kuwekwa. Sisi Bwana Jehova Jireh tumefanywa watakatifu kwa neema kulingana na vile tunavyoamini hili neno, na wote wale wanaofanywa hivyo wanafunguliwa na wanatolewa katika udini wao Bwana Jehova Jireh na katika sheria za maishani mwao. Tunaondolewa Bwana Jehova Jireh katika mambo yale mfalme wa ajabu watu wanaoipanga kutokana na mawazo yao mfalme mwenye utukufu. Tunakutukuza Bwana Jehova Jireh ni kwa sababu wewe ni mwenye nguvu. Uweza wako Bwana Jehova Jireh unaweza kutenda yote. Asante ni kwa sababu ya kutubariki katika kazi tunazozifanya za mikono yetu, na wale wengine wanalia na wanasema Bwana Jehova Jireh uwabariki. Najua ya kwamba hata kabla hawajaomba Bwana Jehova Jireh, hivyo ndivyo neno lako linasema, sisi tulikuwa tumebarikiwa, tulikuwa tumefunguliwa, tulikuwa tumeokolewa, tulikuwa tumefanywa mambo yote. Kwa hivyo Bwana Jehova Jireh kile wanapohitaji tu siku ya leo ni kuamini. Wakati wanapoamini Bwana Jehova Jireh, mapenzi yako inafanyika katika maisha yao, na nguvu zako Bwana Jehova Jireh zinatenda kazi kulingana na vile wewe upendavyo. Na kuinua na kutukuza ni wewe tu Bwana Jehova Jireh. Utukufu wako Bwana Jehova Jireh wanena ushindi na mamlaka. Asante ni kwa sababu ya kibali hiki Bwana. Wakati huu Bwana Jehova Jireh ninapozungumza neno lako, ninakomesha kila nguvu zote na kila aina yote ya maroho yale yanayotawala ndani ya mioyo ya watu, yale yanajinua Bwana Jehova Jireh kinyume na neno lako ndani ya mioyo yetu na katika mafikira yetu.
Ninawaombea watu wote Bwana Jehova Jire wakaweze kupokea hiyo haki na utukufu kwa uweza wako wote Bwana Jehova Jire, kulingana na vile upendavyo. Na ninakomesha hiyo roho yote Bwana, ninaiweka chini ya miguu yao, waweze kuishinda na kuikomesha, na waweze kuwa Bwana Jehova Jire na uwezo wote katika uwezo maishani mwao. Katika jina la Yesu Kristo tumeomba sisi wote na tumeamini. Amen. 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 Kitabu ya Luke 24. Wakati nilipokuwa ninaangalia hiyo kitabu ya Luke 24, katika kitabu ya Luke 24, niliendelea na kutambua mapenzi ya Bwana katika maisha yetu. Niliendelea na kutambua mapenzi ya Bwana na vile Mungu anavyohitaji sisi tukaweza kuwa na tukaweza kufanya katika maisha yetu, na tukaweze kutimiza mapenzi yake yeye mwenyewe kulingana na vile yeye mwenyewe alivyoamrisha kutoka mwanzo. Kwa hivyo wakati tuko katika kazi, tunafanya kazi ya Bwana, sio sisi tunaoifanya. Kazi ya Bwana haiwezi fanywa na mwanadamu, sio sisi tunayoifanya, na hakuna wakati tutakapoifanya, lakini kwa mapenzi yake anatusaidia yeye mwenyewe. Mungu wetu, mfalme wetu, anatusaidia kuifanya hiyo kazi, na anatupa neema kuu. Tunaweza kuwa na veva, tunaweza kufikia watu wengi. Tunafikia katika uwezo wote na nguvu zote za kunena yale yote yatokao katika kinywa chake, kwa sababu hivyo ndivyo aliambia mitume wakati alipokuwa anawatuma. Na wakati mtakapoenda mahali pale, munene yale yote nimemfundisha. Ni kwa sababu katika Biblia hakuna kitu kingine kimefundishwa yani kimefundishanwa ama kimehubiriwa ila tu kazi ya Kristo Yesu, na ni ile yeye mwenyewe aliyoidhibitisha na kuinena kwa mitume na kwa watu wale wote walikuwa wanaomsikiliza. Wale wote waliamua kuandamana pamoja nao, wale wote waliamua kusikiliza moyo wake, wale wote waliobadilishwa na kubatizwa katika ubatizo wa Roho Mtakatifu. Kwa hivyo asubuhi ya leo ninashukuru Bwana sana wakati ninaposoma mistari kama hii ya kunitia nguvu, nikijua ya kwamba hata mimi nimeitwa niweze kufanya hayo yote. Hata mimi nimetumwa, nimeitwa na nimechaguliwa ndio niweze kufanya mapenzi yake na kunena mausia yake wakati wowote ninapofanya kazi, wakati wowote niko katika ulimwengu nilio ndani yake, kwa sababu mapenzi ya Bwana kulingana na neno lake, mapenzi yake iko ndani yangu. Mapenzi ya Bwana iko ndani yangu, na kwa sababu yeye ako ndani yangu. Bwana asifiwe. Wakati nilipotambua hayo, nilijua ya kwamba huu si wakati wa kujisumbua wala wakati wa kusunguka huku na kule nikimtafuta. Nilitambua na nikajua ya kwamba mapenzi yake imo ndani yangu, na ndani yangu hapo ndipo neema yake inaishi. Hapo ndani yangu, hapo ndipo neema yake ishivyo. Na wakati ule neema yake ishivyo ndani yangu, hapo ndipo ninafaa kutambua na kuelewa ya kwamba ati wakati wowote ninapofanya kazi yake, neno lake lile liko katika kitabu ya Matthew na hii kitabu ya Mark 16 ya kusema ya kwamba ati na nitakuwa pamoja nanyi mpaka mwisho. Nitakuwa pamoja nanyi mpaka mwisho. Bwana asifiwe. Nilikuja kutambua ya kwamba hayo ni lazima iweze kuwa pamoja nami katika kazi yake. Wakati wowote ninapofanya kazi yake, yeye anaandamana pamoja nami, na si kuandamana tu, anakaa pamoja nami, anaishi pamoja nami, anatembea pamoja nami. Mimi nami ninatembea pamoja naye. Nikahoma kidogo tu. Mimi nami ninatembea pamoja naye. Mimi nami nina ushauri ndani yangu. Sio ushauri kutokana nami, lakini ni ushauri utokao katika neno lake. Sababu shauri lake ndio liko na uwezo, ndio liko na uzima ndani yangu. Ushauri wake wa neno, kupitia neno lake,
ndio unanitia kitu tunapokiita knowledge, understanding. Wakati ninapopokea ushauri wake, wakati ninaposoma na kuliamini neno lake, linanishauri ndani yangu, linaniongoza ndani yangu, linafanya nikaweza kupitia katika nyayo zake, na yale yote ameyanena ninajikuta katika nafasi hiyo nikiyanena kama vile anavyo ninenea. Bwana asifiwe. Ninakuona Beatrice mahali pale. Ni wakati sasa wa kufanya kazi pamoja, sababu uko pale ndio tuweze kuifanya pamoja nawe. Kwa hivyo katika kitabu ya Luke 24:47, Luke 24:47 inasema ya kwamba and that repentance and remission of sins should be preached in his name among all nations. Yesu Kristo hasemi repentance and remission of sin iweze kuhubiriwa kama haja ifundisha. Chochote tunacho katika neno ni kile tumefundishwa. Kama Mungu alimshauri Adam, yes, in Genesis, in the book of Genesis 2:17, ya kwamba ya 16 and 17, akamwambia kwamba Adam, usile tunda la ujuzi wa mema na mabaya, kwa sababu wakati utakapokula utakufa hakika. Hiyo sio kunena, alinena tu. Ni yale tunaita siku ya leo preaching. Alipreach, alimpulichia, alimuhubiria, akamwelekeza kama vile asubuhi ya leo ninao kuelekeza. Yes, ati neno linatuambia ya kwamba ati and that repentance and remission of sins should be preached in his name among all nations, beginning at Jerusalem, beginning at Jerusalem. Bwana asifiwe. 46 enda juu, huo mstari wa juu inasema, and said unto them, thus it is written, and thus it behaved Christ to suffer and to raise from the dead the third day. Akawaambia, ndivyo ilivyoandikwa kwamba Kristo atateswa na kufufuka siku ya tatu. Kristo atateswa na kufufuka siku ya tatu. Na tukitazama yani wacha kwanza nikuonyeshe, wacha tuanzie 44. Luke tuanzie 44, Luke 24:47. Tukianzia hapo, asante sana Mary Muthoni, nataka tuendelee na kuwakaribisha watu wetu. And he said unto them, there are the one which spoke unto you. Yes, ule mstari niko na haja nao ni ule wa 47, but nataka tuanzie 44 ndio tuweze kuwa na hekima, kuongezeke hekima ndani yetu katika maisha yetu. And he said unto them, these are the word which I spoke unto you while I was yet with you, that all things must be fulfilled which were written in the law of Moses and in the prophet and in the Psalms concerning me. Bwana asifiwe. Yesu Kristo wakati alipokuwa anawanenea mitume na wakati anapotunenea kupitia neno, wakati tunapolisoma, hatusomi kile kimeandikwa kutoka nje. Tunakisoma kile yeye mwenyewe alivyo kitafsiri, alivyo kifafanua kwa nani? Kwa mitume. Alivyo kifafanua from the beginning, kutoka mwanzo. Tunasoma kile kimepeanwa. Kisha akawaambia, yes, nani anaongea? Ni Kristo. Ananenea kina nani? Mitume. Kwa nini? Juu waweze wakienda kuhubiri, wasihubiri mawazo yao, wasihubiri
udini ule ulio ndani yao, ama mahubiri mapenzi ya mwanadamu. Yesu alitaka, Mungu alitaka waweze kuhubiri yale yatokao ndani yale yalitoka katika kinywa chake yeye mwenyewe. Yes, katika kinywa cha Bwana. Hiyo ndio Bwana alitaka waweze kuhubiri, lakini sio kile kilitokana nao katika mawazo yao. Yes, Bwana asifiwe. Kwa sababu chochote kitokanao nao hakina msingi kamwe. Chochote kile kiliweza kigetokana na wao hakingekuwa na msingi. Namba 2, hakingekuwa na uzima wowote unaweza kumsaidia mwanadamu. Bwana asifiwe. Mimi napenda kufundishwa. Napenda kufundishwa sana. Na mimi naomba taka kupenda kufundishwa, kuelekezwa. Kisha akawaambia, hayo ndio maneno yangu niliyowaambia nilipokuwa nikali pamoja nanyi, na kwamba ni lazima yatimizwe yote iliyoandikwa katika Torati ya Musa na katika manabii na Zaburi. Bwana asifiwe. Yale yote imeandikwa katika Zaburi ya Musa, Zaburi na Torati ya Musa na manabii. Kwa hivyo neno la Bwana liliandikwa katika sehemu 3 kulingana na huu mstari. Jambo la kwanza liliandikwa katika Torati ya Musa. Jambo la kwanza ni katika Torati ya Musa. Kwa hivyo chochote kile Musa alikinena ni kile kilitokana na neno la Bwana. Kwa hivyo Torati ya Musa ilinena kumhusu nani? Christ. Torati ya Musa, the law, sheria, ilinena nini? Ilinena kuhusu Christ. Number 2, manabii nao hawakunena chochote kile tunafikiria wala tunakisoma. Vile tunavyokisoma ni kwa sababu hakina ufunuo, hakijafunuliwa, sababu ni Old Testament. Na unaona yale tumeandikiwa ni yale yaliyo katika Old Testament. Musa ni Old Testament, ama law ni Old Testament, prophets ni Old Testament, Zaburi, Psalms, David ni Old Testament. So wakati tunaponena haya, tunaonyeshwa ya kwamba yale yote yameandikwa yalitanguliwa kuandikwa katika kitabu ya Old Testament. Old Testament ndio inenao mausia na moyo wa Mungu. Inanena moyo wa Mungu. Bwana asifiwe. Na kile inachonena kinaitwa na kiita moyo wa Mungu. Ni kile kinamhusu Christ. Kinahusu Christ, our Savior, our Emmanuel. Sababu inaweza kuonekana in Old Testament Christ, Jesus haonekani, hata jina lake halionekani, but kupitia types and sandals inanena kumhusu Christ in Old Testament. Sababu ni gani? Old Testament ni kitabu kimekadhiwa, is covered. Bwana asifiwe. Old Testament ni mystery, ni kitu kimefichwa, ni covered. But New Testament, hiyo New Testament ni open, limekuwa open, imefafanuliwa. Na ndio niweze kulitafakari na kulitambua Old Testament, Moses law, manabii na Zaburi, ni lazima niweze kuwa chini ya mamlaka ya New Testament, because kazi ya New Testament ni kufafanua. Ina open Old Testament, inafanya mawazo ya wale walio katika sheria waweze kumuona Yesu ndani yake, ndani ya hiyo sheria.
ni kufafanua yale yameandikwa katika kitabu ya Zaburi, Psalms, waweze kumuona Yesu ndani ya hiyo Psalms, kwa sababu ni types and shadows. Walipeana mifano, waliandika mifano inaofananishwa na yeye yule anayenenwa ndani yake, na ni Christ Jesus. Bwana asifiwe. Kwa hivyo watu wa Mungu, Yesu akasema, Yesu akawaambia hivyo, tumesoma number 45, akasemaje? Then opened he their understanding that they might understand the scriptures. So wakati wanaposoma sheria ya Musa, wakati wanaposoma Zaburi, Psalms, wakati wanaposoma vitabu vya manabii, hawage understand anything, hawagejua kitu chochote. Lakini ni kwa sababu ya New Testament waliweza. Yesu Kristo wakati alipokuja katika kitabu ya Matthew, Mark, Luke and John, neno linatuambia katika hiyo Luke 24:45, Yesu akawafungua mawazo yao. Kwa hivyo watu wale wote walikuwa katika Old Testament, wakati walipokuwa wanaiandika na kuisoma na kuijaribu kuihubiri, hawakuihubiri kulingana na vile ilivyokuwa imeandikwa. Haleluya. Walihubiri kivuli, shadow of the good things to come. Yani walihubiri mambo yale yanaonena mambo mazuri na mema yale yatakao kuja baadaye. Na mambo yale mazuri na mema yatakao kuja baadaye ilikuwa inamuhusu Christ Jesus, ilikuwa inamunena Yesu, ilikuwa inamtambulisha Christ. Kwa hivyo na hawakutambua Christ, hata walikuwa, Biblia inasema ya kwamba walikuwa wanatamani kujua na kuelewa ni nani huyu wananena juu yake, lakini hawakujua. But wakati ule Christ alikuja katika New Testament, Matthew, Mark, Luke and John, wakati walipofika Luke 24:45, Yesu anasema ya kwamba then opened he their understanding. Kwa hivyo Old Testament hakuna mtu alikuwa na understanding, hakuna mtu alitambua yale yalikuwa yameandikwa. But wakati alikuja New Testament, baada ya kuwafundisha Matthew, Mark, Luke and John, aliwafunua mawazo yao ndio waweze kujua vyema maandiko. Hivyo ndivyo neno. Ati ndipo akawafunulia akili zao wapate kuelewa na maandiko, kuelewa na maandiko. Haleluya. Bwana asifiwe. Today, leo, watu wengi wamefichwa tu katika sheria ya Musa pasipo kutambua vyema maandiko. Na ndio neno linasema katika kitabu ya John 5:39 ya kwamba wanadhani wako na uzima wa milele. Haleluya. Kwa sababu ya kuchunguza maandiko. Wachunguza maandiko wakidhani wana uzima wa milele. Na juu ya hayo maandiko wanaochunguza ndio imemnena yeye. Matimenyaga onaginyo umuthi riria Old Testament iguthomwo, andu makoragwo orungu rwake rwabathia. Watu wako tu nyuma ya pasia, hawaja kubali wakati ule pasia ilikatika, wakati Yesu kitambaa ya hekalu ilikatika, hawakutoka na huko nyuma ya hiyo pasia. Hata wakati ilikatika walikaa tu nyuma yake, hawakutambua. Na ndio kanisa siku ya leo hakuna kitu kingine inahubiri. Kanisa siku ya leo yahubiri Yesu pamoja na wanahubiri Yesu pamoja na sheria. Wamemchanganya sheria na Kristo. Na wakati Kristo alikufa, pasia ilipasuka. Ndio nini? Ndio sheria ile ilikuwa imewatenganisha mwanadamu na Mungu iweze kuondoka. Ndio kila mmoja wetu aweze kujipeleka mbele za Bwana, aweze kujipeleka, aweze kumpokea Christ
Mungu kumpitia Christ. Kwa kazi yake Christ, kazi yote ikaweza kueleweka. Kazi neno la Bwana likaweza kutabulika na kueleweka vyema. Wakati ule pasia iliweza kupasuka kutoka juu mpaka chini. Mawazo ya watu ikafunuliwa ndio waweze kuona vyema na kupatana pamoja na Mungu. Lakini watu walikatalia, na huko nyuma ya pasia mahali tu walikuwa. Hivyo ndivyo kanisa lilivyo, wako tu nyuma ya pasia, na ilipasuka ndiye kila mmoja aweze kumtazama Bwana, aweze kumwelewa na kuelewa mapenzi ya Bwana, pasipo kitu chochote kile kinaowafunga. Haleluya, Bwana asifiwe. Ni kwa utukufu wa Bwana, kwa neema ya Bwana sisi tunaitwa watendakazi pamoja naye, sababu alitufungua mawazo yetu, alitufungua mafikira, alitufungua akili, ndio tuweze kutambua vyema neema yake. Ndio ninakuambia Kristo Yesu yu ndani yetu. Kwa sababu gani? Kwa sababu aliondoa kiambazi kile kilikuwa kimetutenganisha pamoja na Mungu. Ndio sisi wote tuweze kuingia ndani yake. Ndio sisi wote tuweze kutangamana naye. Ndio sisi wote tuweze kukua pamoja naye. Pasipo kitu chochote kinatuzuilia kuyatambua na kuyanena mausia na moyo wake yeye Mungu wetu. Haleluya, Bwana asifiwe. Siku ya leo hakuna kitu ya kutuzuilia tunene mapenzi ya Mungu. Acha tusome namba 46. Ate tukaona akawafungua akili zao ndio waweze kuelewa na maandiko. And said unto them, thus it is written, and that it is behoved Christ to suffer and to raise from the dead the third day. Akawaambia ndivyo ilivyoandikwa kwamba Kristo atateswa na kufufuka siku ya tatu. Na hiyo ni nini tunanena juu yake? From the beginning of Genesis to Malachi, aya yote yaliandikwa, lakini tukiitafuta kulingana na vile hatuioni, kwa sababu ni mystery, kwa sababu ni kitu imefichwa, imefunikwa. Lakini Yesu alikuja kuyafunua. Yesu aliyafunua tukaweza kujua, na akatuelezea, akatuambia ati hamuelewi maandiko inasema. Akawaambia ndivyo ilivyoandikwa kwamba Kristo atateswa na kufufuka siku ya tatu. Old Testament imeandikwa juu ya kufa kwa Yesu, kuzikwa kwa Yesu na kufufuka the third day kwa Christ Jesus. Hallelujah. Hakuna kitu ingine tunafaa kukiona in the Bible, in the whole Bible, isipokuwa tu death, burial and resurrection. Bwana asifiwe. Ni vyema sana tuweze kuwa na mawazo iliyo na kutambua, iliyo na kuelewa. Hii mapenzi ya Bwana si mapenzi tu, ni kazi imetendeka. Ni kazi imetendeka, sio kudhani, ni kitu imefanyika. Kristo Yesu alipitia hayo yote ndio aweze kufufuka. Bwana asifiwe. Na ikaandikwa ndio kila mmoja wetu aweze kujua yale yameandikwa ni kweli, ilifanyika kutoka mwanzo, before the foundation of the world. Yesu alikufa na akafufuka. Kwa nini? Ndio mimi na wewe tuweze kupokea uzima wa milele. Ndio mimi na wewe mastaka yote tulikuwa tunaostakiwa iweze kuondoka. Yesu aliondoa laana yote katika mwili wake, katika kufa, kuzikwa na kufufuka. Kupitia damu yake sisi wote tukaitwa wana wa Mungu. Sisi wote tukaitwa wabarikiwa. Sisi wote tukaitwa wenye haki. Sisi wote tukaitwa wenye neema. Bwana asifiwe. Kwa hivyo 47 ile ninakwambia
nataka tuisome vyema. Inasema, and that repentance and remission of sins should be preached in his name among all nations. All nations. Ni kwa kila mtu. We are nations. Hallelujah. Wewe ni taifa. Wewe ni taifa la Mungu. Wewe ni taifa teule. Milki ya Mungu. Bwana asifiwe. Umeitwa, umechaguliwa na ukasimamishwa katika wema, na ukapewa kibali ya kutenda kazi pamoja naye. Ukafunguliwa katika wafu, wale waliokufa wakiwa na dhambi, pasipo kugeuka. Wewe wakati ulipogeuka, ulitoka katika hiyo nafasi ya wenye dhambi, ukainuliwa na ukabarikiwa na ukapewa kibali ya kutenda pamoja na watoto wake wale wamepokea hiyo ahadi. Tumepokea hiyo ahadi kupitia Christ Jesus. Sisi tumeipokea kupitia Christ Jesus. Haikupekelewa na mtu yeyote yule. Sisi ndio tunaipokea kulingana na mawazo na moyo wa Mungu. Sababu ahadi, that promise Abraham aliweza kuipokea ni Christ Jesus. Inanena kuhusu mwana kondoo wa Mungu. Bwana asifiwe. Na ndiye yule aliambiwa Abraham, uzao utatoka ndani yako. Ile ilikuwa inafananishwa na not Ismail, na Isaac. Isaac ni mfano kamili wa Christ Jesus. Mwana kondoo ni mfano kamili wa Christ Jesus. Wakati Kristo Yesu alipokuja, reality ikatoweka, reality ikaonekana, reality ikawa fulfilled. Bwana asifiwe. Revealed. Bwana asifiwe. Christ amesimama katika nafasi ya kuonyesha yale yote mlionenewa from Genesis to Malachi inanihusu mimi, Christ. Bwana asifiwe. Akakuja kuyafunua, kufafanua katika Matthew, Mark, Luke and John. Nao mitume from Acts wakanena kumhusu yeye peke yake. From kitabu ya Acts to Revelation wakamnena yeye peke yake, sababu neno linamnena yeye peke yake. Bwana asifiwe. Akasema, at that repentance and remission of sin should be preached in his name among all nations, beginning at Jerusalem. Na kwamba mataifa yote watahubiriwa kwa jina lake habari ya toba na ondoleo la dhambi, kwanza tangu Yerusalemu. Haleluya. Mataifa wote watahubiriwa juu yake. Kwa hivyo kanisa lolote halihubiri Christ and his resurrection, death, burial and resurrection, hiyo ni soko, ni market, hiyo ni bar, hiyo ni mikutano tu. Ni mikutano tu kama ile wamama wanaedaga ya dawali na wazee ama kamweredo. Kwa sababu yule anafaa kunenwa mahali popote ni Christ. Mahali watu wawili watatu wamekusanyika ni kwa ajili ya Kristo. Nani anafaa kunenwa pale? Tumekutana kwa ajili ya Christ. Wacha Christ aweze kuinuliwa. Wacha tuweze kuglorify the name of God through Christ. Bwana asifiwe.
Haleluya. Namshukuru Bwana wetu Yesu Kristo, sababu anasema ati watu wote waweze kuhubiriwa kuhusu toba na ondoleo la dhambi, kuanzia tangu Yerusalemu. Everywhere watu waweze kuhubiriwa toba na ondoleo la dhambi. Bwana asifiwe. Vile wanafaa kuingia katika Kristo. Nilikuwa ninaangalia katika kitabu ya John, wacha tuangalie pamoja nawe tuone. Katika kitabu ya John 15. John 15. Mstari wa 4 inasema ya kwamba ati abide in me and I in you, as the branch cannot bear fruits of itself except it abide in the vine, no more can you accept ye abide in me. Bwana asifiwe. Kaeni ndani yangu, kaeni ndani yangu nami ndani yenu. Kristo akasema kaeni ndani yangu nami ndani yenu. Kama vile tawi lisivyoweza kuzaa peke yake lisipokaa ndani ya mzabibu, kadhalika nanyi msipokaa ndani yangu. Haleluya. Ati mimi na wewe tusipokaa ndani ya neno, tusipolishika neno na kuliamini, hatutakuwa na mazao ndani yetu. Hatutatambua mapenzi ya Bwana ndani yetu. Bwana asifiwe. Hatutafanya kazi ya Bwana kulingana na vile inavyohitajika. Kwa nini? Kwa sababu chochote tunafaa, hata kama Old Testament nani alinena? Mungu mwenyewe aliwanenea waandishi. Biblia inasema ni pumzi ya Mungu. Ile neno la Bwana ni pumzi ya Mungu. Sasa New Testament nayo Kristo wakati alipokuja akawanenea, akawapa pumzi yake, akawapumkia pumzi yake. Kupumkia pumzi yake ni kuwahubiria. Wakatambua vyema maandiko, na moja yake ni kwa anatuambia ya kwamba kaeni ndani yangu nami ndani yenu, tuweze kuwa tuingiane, tuweze kuwa twinned. Vile ya kwamba haiwezekani sisi tuweze kuondoshwa. Hatuwezi ondoka, hatuwezi tenganishwa, hatuwezi ondolewanwa. Hata kitu gani kikikuja, hata tukifanywa operation, wajaribu kututoanisha na yeye. Ndio anasema kaeni ndani yangu nami ndani yenu. Wacheni tuingiane. Wacheni tutambue, kila mtu atambue moja kwa mwingine. Wacheni mioyo yetu iweze kuwa moyo moja. Bwana asifiwe. Haleluya. Yesu akapenda hiyo jambo, sababu alijua wakati mwanadamu alipokuwa mwenyewe hakutenda jambo hata moja, hakuweza kutimiza jambo hata moja. In the Old Testament hawakutambua kitu, hawakuelewa kitu, hawakuhubiri exactly kile kimeandikwa. Musa aliwapa nini? Aliwapa types and shadows. Musa aliwapa hadithi, akijaribu kuwalinganishia waweze kuone kama wataweza kutambua kile Mungu alikuwa ananena. Lakini wakati Yesu alikuja, akaondoa ile veil. Christ akaondoa ile veil, akaiondoa ndio mtu yeyote yule aweze kuwa na open eye, jicho liweze kuwa wazi. Na ndio Ephesians Paul akaomba akasema ati na muombea muweze kufunguliwa jicho lenu la rohoni, macho yenu ya rohoni iweze kufunguliwa. Bwana asifiwe. Sasa wakati ninapoangalia mahali hapa, kaeni ndani yangu nami nikae ndani yenu, ni kwa katika mawazo yetu isikaweze kuwa na kitu chochote kitokanao na fresh,
kitokanao na umwili. Sababu katika kitabu ya Roman inasema ya kwamba chochote kitokanao na mwili ni mwili. Kazi yoyote ya mwili inazaa tu mwili. Haleluya, Bwana asifiwe. Na jambo lolote litokanao na roho ni roho. Hivyo ndivyo neno linatuambia. Tuko pamoja watu wa Mungu. Kwa hivyo Yesu alikuwa anataka tukae ndani yake na yeye ndani yetu. Abide in me, I in you. Bwana asifiwe. Kama vile tawi lisilovyweza kuzaa peke yake. Kama vile tawi, Yesu akawafungua macho ndio waweze kufungua. Yesu akawafungua akili zao katika kitabu ya Luka ndio waweze kutambua vyema maandiko. Ndio waweze kutambua vyema maandiko, aliwafungua akili zao. Na mimi nasema mtu wa Mungu, usipokuwa katika kulisoma neno, kulitafsiri neno na kuwa chini ya mamlaka ya mtumishi anayejua kuitafsiri hilo neno, na kwambia mtu wa Mungu, utakaa gizani. Akili zako itakuwa damu. Utakuwa damu. Na tena hata kama utakuwa kanisani, uwe unahubiri, kwa sababu ni wahubiri wengi hata saa hii wanahubiri na wanafanya miujiza na maishara. Haleluya. Wakidhani ya kwamba wako na uzima wa milele, wako ndani ya Kristo. Lakini katika kitabu ya Mathayo inatuambia kwamba walikuja kwake wakamwambia, "Totoa mapepo kwa jina lako. Toponya watu kwa jina lako. Miujiza na maishara imefanyika kwa jina lako." Yesu akawaambia, "Enendeni, mimi siwajui." Usicheze na kutojua neno la Bwana. Usiignore ufunuo wa Bwana wakati unataka kukaa ndani ya Kristo. Kukaa ndani ya Kristo ni kutabua ufunuo ule umefichwa ndani ya maandiko. Kukaa ndani ya Kristo, kuwa pamoja naye ndani yako, na kuwa pamoja nawe ndani yako, ni kwa sababu kama vile neno linavyosema ya kwamba, na tulisoma jana John 14:47 nasema ya kwamba Kristo, Bwana asifiwe, wakati mtakapompenda na muweze kumwamini, haleluya, naye Baba atampenda na waje kwako watengeneze kituo ndani yako. Watakuja kwako watengeneze nafasi, uweze kuwa house of God, uweze kulent God, uweze kuwa temple of God. Haleluya. Na mahali pale uhesabiwe pamoja na wale wanaoitwa family of God, family of Christ. Wale wako wameingiana, wale wamekrifu, wale wamekuwa twinned, wale hakuna kitu kinaweza waondosa, ama damu yao na damu ya Kristo, wakati inaweza fanywa DNA, itatoka ikiwa Christ alone. Bwana asifiwe. Itatoka Christ. Tuko pamoja watu wa Mungu. Kristo anajaribu kutuambia na kutuelekeza, sababu alijua pasipo kuelekezwa, pasipo kufundishwa, pasipo kunenewa, pasipo kufunuliwa, mwanadamu hawezi jua mawazo ya Mungu yale yaliandika Biblia. Lakini ametufafanulia akasema ya kwamba peke yake lisipokaa tawi lile, lisipokaa ndani ya mzabibu, kadhalika nanyi msipokaa ndani yangu, hakuna mazao mtaweza kutoa. Twahubiri neema ya Kristo, na twahubiri yani toba na ondoleo la dhambi, kwa sababu tumetambua kazi ya Kristo Yesu. Tunahubiri ufufuo wa Kristo, kazi aliyoitenda kabla ya msingi wa ulimwengu kuwekwa, kwa sababu tumetambua
yale yote yalifanyika kabla sisi hatujazaliwa. Alituita na akatuchagua na akatusafisha, akatuondolea lawama yoyote ile. Tulikuwa tunastakiwa na mstaki wetu Ibilisi mbele ya Mungu. Yesu akaiondoa yote. Laana yote ilikuwa pande yetu, Yesu akaiondoa yote. Sisi hatuna, mimi na wewe hatuna laana. Mimi na wewe kwa kuamini neno hilo la kazi ya Kristo hatuna dhambi kamwe. Tumekuwa mmoja. Tumebatizwa katika Roho Mtakatifu wa Mungu. Tumeondolewa katika sheria ile ilikuwa imeleta pingamizi sana katika maisha yetu. Tulikuwa tumepingwa tusiweze kutambua na kuelewa kazi ya Kristo Yesu ile aliyoifanya tangu mwanzo. Bwana asifiwe. Mimi na wewe tumefanyika kuwa mmoja, na haki ya Bwana inatawala ndani yetu. We are one in him. Bwana asifiwe. Tumefanyika kuwa mmoja ndani yake kwa imani ile aliyoweka ndani yetu. Imetufanya tuweze kuwa watakatifu na tukaweza kufanyika kuwa hatuna dhambi kamwe. Dhambi imeondolewa. Na wakati kwa sababu ya hiyo kazi, magonjwa yote, diseases, sicknesses, illness, hallelujah, na kitu tunaoita causes, zote ameziondoa kwa kazi yake. Kwa sababu gani? Tumeshaingia katika nafasi yake. Tumesa crave in him. Tumesapokea kibali chake katika maisha yetu. Ametuita wana wa Mungu. Namba 5 inasema ya kwamba I am the vine. Yesu akasema na akajitambulisha vyema. Msiende kutafuta vine. Wacheni kwenda kutafuta vine. Vine, Yesu akasema, mimi ndiye vine. I am the vine. You are the branches. Wewe yeye ndiye mzabibu. Wewe ni matawi. Mimi ni matawi. He that abideth in me, and I in him, the same bringeth forth much fruit. For without me, you can do nothing. Pasipo yeye hakuna kitu tunaweza kifanya. Akasema, ndio usiende kutafuta. Pale juu amekwambia ate uweze kuingia ndani ya mzabibu. Kaeni ndani yangu nami ndani yenu. Namba 5 akajitambulishia, mimi ndiye mzabibu. Haleluya. Na wewe ni matawi. Kwa hivyo tawi lolote liko nje ya mzabibu haliwezi toa mazao. Mwanadamu yeyote hajaokolewa, mwanadamu yoyote hajabatizwa na Roho katika Holy Ghost, mwanadamu yeyote yule hajatambua kazi ya Kristo Yesu, mwanadamu yeyote yule ako nje ya mapenzi ya Mungu, anatawaliwa na sheria, huyo mtu ni amekufa. Huyo mtu ni amekufa. Hayuko hai. Hata kama atembea mfu. Hata kama azaa mfu. Hata kama afanya biashara, biashara yafanywa na mfu. Bwana asifiwe. Ana akili za uzima, za kutambua uzima wa Bwana ndani yake. Hana uzima ndani yake. Sababu uzima unatoka wapi? Uzima unapatikana na unaonekana wakati tumeabide in him. Wakati tumeingia ndani yake, naye ndani yetu.
Haleluya. Saa hiyo ndiyo tutaweza kuzaa mazao mengi na mazao mema. Na yale mazao sio ya mwilini, si boys and girls, children. No. Mazao ni kuhubiri injili. Ni kusimama katika mapenzi yake. Na katika vipawa zile za Roho Mtakatifu alipotupa wakati alipokuja katika ulimwengu. Wakati alienda akajichukulia vipawa kwa Baba. Alikuja ulimwenguni akatupa vipawa hizo. Na hizo vipawa sasa kila mmoja katika ulimwengu, na ndio tulitangulia na kusema enendeni ulimwenguni mote mkawahubirie watu injili ya toba na ondoleo la dhambi. Na yeyote yule atakayepokea ile injili aweze kuiamini ataokolewa. Yeyote yule hataiamini atakuwa damned. Bwana asifiwe. Hataokolewa. Ndio sasa neno linatuambia katika huo mstari wa 5, mimi ni mzabibu, ninyi ni matawi. Akaaye ndani yangu nami ndani yake, huyo huzaa sana. Maana pasipo mimi ninyi hamwezi kufanya neno lolote. Yeyote yule hajaingia ndani ya mzabibu, yeyote yule hajaamini kazi ya Kristo Yesu, yeyote yule hajatambua mapenzi ya Mungu ndani yake, yeyote yule akili zake hazijafunguliwa ziweze kuwa katika usawa na uwazi wa Kristo katika neno, na kuambia mtu wa Mungu hawezi fanya lolote. Ni Biblia inasema, ni neno linasema hawezi fanya lolote. Hata akijaribu kufanya jambo gani ama gani hataweza. Chochote atafesa kitakuishia tu hapa ulimwenguni. Kama vile yeye ni wa ulimwengu, mambo yote atakao yafanya yatakuishia tu hapa ulimwenguni. So hakuna mazao yoyote ya kingdom of God ataweza kuonyeshana. Hakuna mazao yoyote ya ufalme wa mbinguni atakayo ionyeshana, atakao itabulisha, kwa sababu yeye ni mfu, amekufa. Bwana asifiwe. Hata kama anaonekana akiwa hai, ndani yake hakuna uzima. Ndani yake kile kinaotawala ni dhambi. Hajafika katika nafasi ya kuondolewa dhambi ile iliyo ndani yake. Kristo alikuja katika ulimwengu ni kwa sababu ya jambo moja. Na aliingia katika patakatifu pa watakatifu na damu yake mwenyewe ni kwa sababu ya jambo moja katika kitabu ya Hebrews. Aweze kuwafanya wote wale watakaoamini kuwa wana wa Mungu. Aweze kuwaondoa katika kifo, awaigize katika nuru. Haleluya. Aweze kuwafanya wenye haki katika ufalme wa Mungu, kama vile alivyo yeye mwenyewe, mtu wa Mungu. Mapenzi ya Bwana ni nini katika maisha yetu? Mapenzi ya Bwana, na ndio ilifanya aweze kumtuma mwanae wa pekee, ni sisi wote tuweze kuokolewa. Ni sisi wote tuweze kujua na kutambua mapenzi yake ni kila mmoja wetu aingie anapokea uzima wa milele. Uzima wa milele si kukula na kunywa. Uzima wa milele si kula na kunywa. Uzima wa milele ni kufanya mapenzi yake kulingana na vile anavyotaka, sio vile sisi tunavyotaka. Hatukumuokoa yeye, yeye ndiye ametuokoa. Sio sisi tulimtafuta, yeye ndiye ametutafuta. Sio sisi tulimuita, ni yeye ametuita. Yeye ndiye ametuweka katika nafasi yake. Sio sisi tumemweka katika nafasi yetu. Sisi hatuna nafasi yoyote. Sisi hatuna kibali chochote. Kazi yote ni ya Kristo.
Kwa hivyo wakati unapohubiriwa na mtumishi yule aliye wako, yule anayesimama mbele zako, na kuambia anafaa akutoe kwake, anafaa akutoe kwake, na akutoe kwa vitu vyote vile zinakusurround, akupeane mkononi mwa Bwana Mungu mwenyewe, kwa sababu tunafunguliwa wakati tumepata nafasi katika Bwana. Tunafunguliwa na hiyo neema iliyo ndani ya Kristo. Tunafanywa kuwa wenye haki kikamilifu kupitia kazi ya Kristo. Na kazi ya Kristo ni yale tunayoyasoma katika maandiko. Wakati tunapoandamana na vile anavyotunenea, wakati huo ndio tunafanyika kuwa huru. Tunafanywa kuwa huru kwa sababu ya kuamini kazi yake yote ile aliyo, neno lake lile limeandikwa kwa pumzi ya Bwana. Ile pumzi ya Bwana ndio inatuonyesha na kutuelekeza na kutufundisha ya kwamba nyinyi ni wanangu, nyinyi ni wangu, mimi nimemzaa. Haleluya! Wakati tumeamini lile neno lake, ni kuonyesha ya kwamba twatambua yeye ndiye baba yetu. Twatambua Kristo yeye ndiye ametufungua kutokana na dhambi na mauti. Twatambua aliingia patakatifu mara moja tu ya kutosha, ndio amfanye mwanadamu katika ulimwengu wote afanyike kuwa mwenye haki na apokee uzima wa milele katika damu yake. Bwana asifiwe. Haleluya. Si kwa kwenda kanisa. Kazi ya Mungu ni ile ametuitia tuweze kufanya. Na si kufanya tu sisi wenyewe. Kufanya kule tunafaa kufanya ni kule anayetuongoza vile tutakavyofanya, sio vile tunafikiria. Mawazo yetu haitakikani mahali pale. Wale Yesu anasema ya kwamba akawafungua akili zako ndio waweze kutambua vyema maandiko. Aliondoa akili zao ndio akili zake ziweze kufanya kazi ndani yao. Kwa hivyo mimi asubuhi ya leo naweza sema, sisi maisha yangu sifikiri katika mawazo yangu, natumia mawazo ya mwingine, naishi maisha ya mwingine. Haleluya. Bwana asifiwe. Maisha yangu si yangu. Mimi mimi ni wa mwingine. Siwezi mimi mwenyewe. Ni mwingine aweza ndani yangu. Hivyo ndivyo ninakuambia nawe uweze kujua na kutambua. Sio wewe uishivyo. Ni Kristo yule aliye ndani yako aishivyo. Bwana asifiwe. Namba 8 tusome katika hiyo John. Herein is my Father glorified, that you bear much fruit. You bear much fruit, so shall you be my disciple. Akasema, hivyo hutukuzwa Baba yangu, kwa vile mzaavyo sana, nanyi mtakuwa wanafunzi wa Mungu. Vile tuzaavyo sana, vile tutaendelea na kudumu na kukaa ndani ya Kristo, ndio tuzaavyo tutazaa sana. Na hapo ndipo tutafanyika kuwa wanafunzi wa Mungu. Kwa hivyo kuna determine kana kwamba umeingia ndani ya Kristo. Sababu yeyote yule aliye ndani ya Kristo atazaa mazao mengi, kuonyesha ya kwamba uko ndani ya Mungu. Uko ndani ya Mungu. Kwa sababu Mungu ndiye hupalilia mzabibu. Mungu ndiye afanyaye mzabibu utoe mazao. Na sisi tunatoa mazao ndani ya mzabibu. Haleluya. Ule mzabibu unaofanywa kazi na Baba, hapo ndipo nasi tunafaa kuingia. Kama vile mzabibu unapokea
mazao mengi kutoka kwa Baba kwa kupaliliwa vyema. Hivyo nasi ndivyo tutapokea ndani ya mzabibu mazao mema, baraka nyingi, uzima wa milele, uwezo wote na haki yote, utakatifu na utukufu, uzima wa milele zimo ndani ya mwana, na ndiye mzabibu. So wakati mzabibu unaotoa, walio ndani ya mzabibu nao wanatoa sawasawa na vile mzabibu unavyotoa. Walio ndani ya Kristo wanafanya kazi ya Mungu sawasawa na vile Kristo anayeifanya. Bwana asifiwe. Sababu tumebatizwa pamoja sisi wote tulio ndani ya Kristo katika ubatizo mmoja pamoja naye. Haleluya. Nampenda Kristo, lakini yeye ndiye alinifundisha kupenda. Mimi sikuwa najua kupenda ni nini, but kwa sababu ya kuwa ndani ya mzabibu, pendo lake likadumu ndani yangu. Mimi sisukumiwi kuifanya hii kazi yake kwa sababu niko na uwezo wa kukataa na nilale kama wengine. Niko na uwezo wa kuenda katika mambo yangu. Niko na uwezo wa kurararara mpaka saa 4. Lakini kwa sababu nilijua nikibali nilikipokea, nimeweka mambo yangu yote nje yangu, ndio yeye apate nafasi ndani yangu, aweze kutenda kazi pamoja nami. Sikusema mimi ni mzuri sana, hapana, ni neema. Ni kwa neema na kwa kutambua ya kwamba nilizaliwa na wewe umezaliwa, ndio sisi wote tufanye kazi moja ya Mungu. Haya mengine yafuate baadaye. Haujabarikiwa na vitu nyingi kwa sababu unampenda Bwana. Na usilinganishe utajiri ulio nao wa mali, wa vitu, wa mambo makubwa, akili jema ya mtu yeyote akikuja kwako ukimshauri anapita. Hapana, usilinganishe na hiyo wokovu. Wokovu ni tofauti na kufuata mawazo yako. Wokovu ni tofauti na kazi ya mwanadamu. Wokovu ni tofauti na biashara tunazozifanya. Wokovu ni tofauti na baraka tunazo za mabiashara na mahekima ya ulimwengu. Wokovu ni tofauti sana. Haleluya. Ule uletao uzima wa milele. Wokovu ule uletao uzima wa milele. Sio wokovu ule uletao wa maonyeshano. Ni wokovu ule uletao uzima wa milele. Unafanya mtu aitwe kiumbe kipya. Ule unafanya mtu aweze kuitwa kiumbe kipya. Bwana asifiwe. Sio ule unasema umeokoka lakini we ni kiumbe tu cha zamani. Utawala wa sheria na mambo yote ya kale inafanya ndani yako hata kama unasema umeokoka. Au ndio watu wengi wale tulio nao katika ufalme huu. Haleluya. Bwana asifiwe. Katika makanisa ninanena kuhusu salvation, ile iletao ondoleo la dhambi. Bwana asifiwe. Kwa watu wengi wale wanaoamini, wanabadilishwa, wanakuwa viumbe vipya. Wanakuwa wapya mioyoni mwao. Sio wao waishivyo, ila ni upya wa wema wa Bwana. Neno la Bwana linawadumisha katika maisha yao. Utajiri wameuweka kando. Mali wameiweka kando. Kazi zao wameziweka kando. Hata kama wanasifanya, wamekubali Kristo aweze kuwa kibirio na mtangulishi wa kila jambo katika maisha yao. Na njia gani? Na njia ya kuwahubiria wengine
kuwatangazia wengine kuhusu neno la Bwana. Haleluya. Watu wangu, nataka kumwambia, msikae tu kwa divai, kamnyweso, pombe. Msilewe tu na divai. Kubalini kulewa na Roho wa Bwana. Kubalini kulewa na Roho wa Bwana. Msilewe tu na mambo ya ulimwengu, na mambo yale mtakaofanya muweze kupata faida. Please, watu wa Mungu, wacheni hata faida ingine iweze kupatikana wakati tunapohubiri. Tunafanya watu waweze kuzaliwa mara ya pili katika Kristo. Hiyo ndio ile faida kubwa, na hiyo ndio Mungu ametilia maanani, na hiyo ndio mapenzi yake, kuzaa tena watu katika ufalme wake. Mwisho, neno la mwisho lile nitanena ni 14. Mstari wa number 14. Hiyo John 15:14. You are my friends if you do whatsoever I command you. Nanyi mmekuwa rafiki zangu mkitenda na waamuru. Mtakuwa rafiki zangu, mmekuwa rafiki zangu mkitenda yale nimemwamuru. Kwa hivyo yale tunafaa kufanya ni yale tumeamrishwa. Tunafaa kuelewa na kutambua uamuzi wote katika maisha yetu wafaa kutoka kwake. Na wakati anapotuamurisha, hapo ndipo tunatoa kitu tunaita knowledge. Kitu ingine tunaita wisdom. Kitu ingine tunaita revelation, understanding. Hizo zote zinapatikana wakati ule tumekubali his commandments. Wakati ule anatucommand, wakati ule anatucommand, wakati ule anatuongoza, wakati ule anatufundisha, wakati ule anatuelekeza, wakati ule anafanya sisi tukaweze kutambua ufunuo wa neno lake. Hapo ndipo anakufanya kuwa friend yake. Nanyi mmekuwa rafiki zangu. Yesu akasema, Mungu akanena akasema, mtafika kuwa marafiki wangu wakati mtakubali niweze kumuongoza. Kwa hivyo mtu yeyote anjiongozae na akili zake, mtu yeyote afuatae mambo ya ulimwengu, mtu yeyote yule anafikiria baraka yake ni hiyo ya mali na ya pesa na ya utajiri, huyo hana mwongozo wowote kutoka kwa Bwana. Sababu mwongozo wa Bwana si wa kuleta mali ama utajiri wa mwilini. Mwongozo wa Bwana unaleta utajiri wa rohoni. Mwongozo wa Bwana unaleta utajiri wa rohoni. Mwongozo wa Bwana unafanya sisi wote tukaweza kubao. Tunatii mamlaka yake na kufanya mapenzi yake na kutimiza yote yale anenayo. Na shukuru Bwana wetu Yesu Kristo. Nimemaliza, na si kumaliza tu, sababu jioni tutakuwa pamoja nawe mahali pale saa 3. Tutakuwa pamoja nawe tukiangalia vile mambo ilivyo katika familia na hata churches. Nashukuru Bwana wetu Yesu Kristo kwa neema na kibali kikuu amenipa kuzungumza na kunena yaliyo mausia yake. Si jambo la kawaida, si jambo la kawaida hata kidogo. Kukupa ufunuo na kukufanya uweze kuwa pale. Usijikaone kama, na usijidharau kamwe. Mungu katika nafasi ile inakuja mpaka inafanya tuweze kupokea yale mengine yake.
katika kitabu ya Matthew, na kuambia wewe ni mmoja. Usijitazame unavyojiona na usifikirie vile ulivyo. Wewe fikiria vile ulivyo ndani ya Kristo na vile unavyo ishi ndani ya Kristo. Mungu anakupenda na nimekuhakikishia upendo wa Bwana upamoja nawe. Akili za Bwana si ndani yako, haki ya Bwana i ndani yako. Tukae katika Bwana na tutafanya yale yote anaotuongoza. Tukae ndani yake ndio tuweze kuwa na mazao mengi katika ufalme wake. Acha tuombe. Bwana wetu Yesu Kristo, tunakuinua na tunakutukuza. Wewe utupendaye kwa haki. Bwana wetu Yesu Kristo, ulituondolea yale yote yalikuwa inayopingana nasi ndio tusiweze kutambua mapenzi yako. Lakini sasa Bwana Jehova Jireh, kwa uwezo wako wote tumeyatambua yote. Tumeyatambua kwa sababu ulituokoa na wokovu mmoja. Ule Bwana Jehova Jireh ulifanya akili zetu ziweze kufunguliwa, ndio tuweze kujua vyema maandiko. Mfalme, asante kwa sababu ya ufunuo wako. Ule umeutia ndani yetu na tukatambua kweli kabisa. Ufunuo wa Bwana unanena na unafanya kazi katika maisha yetu, katika wingi wa utukufu na katika wingi wa neema. Yesu Kristo, wewe ni Mungu wetu. Wewe ni Baba yetu. Wewe ni mfalme wetu. Wewe ndiye kibirio letu mfalme. Hatuna mwingine Jehova Jireh, ni wewe tu. Ati wewe ndio chapa kamili ya vile Mungu alivyo. Ati tukitaka kumtambua Mungu, twakutazama wewe. Tukitaka kujua vile Mungu afanyavyo kazi, twatazama wewe Yesu Kristo. We disappear humanity didai kuntihila. Bialete didai Father Jehovah God. Twakuinua Baba wetu, mfalme wetu, kwa uwezo wote na kwa utukufu wote Bwana. Ni kwa sababu neno lako limetuzungumzia wazi wazi. Ufalme wako Bwana ni ufalme mtakatifu na unapokelewa kwa njia ya kuamini ile kazi Kristo Yesu aliyoifanya, na kutukuza na kuinua. Asante Mungu wetu kwa vile umewapenda hawa watu na kwa vile umewainua katika maisha yao ya mwilini na ya rohoni. Umewapa afya na umewapa utajiri wote wa rohoni, ndio waweze kunena yale yote yatokao kwako, na waweze kukaa katika amani, na waweze kukaa katika afya yote kwa utukufu wako. Na ni katika jina lako Yesu Kristo tukipatana nao jioni Bwana, ninakuinua nikijua ya kwamba yote utawaelezea kulingana na vile wewe upendavyo. Katika jina lako Yesu Kristo tumeomba sisi wote na tumeamini. Amen, 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 amen. Yes, si mwisho. Nikumaliza, nimemaliza, lakini si mwisho. Tuko pamoja nanyi. Endeleeni kubarikiwa na jambo lolote limesimama mbele yenu kama pingamizi, na siondoke katika jina la Yesu Kristo. Yes, amini, yote yameondoka. Hallelujah.